Wananchi wa vijiji vya Mwongozo, Pazamoyo na Uhindi wilayani Kaliua mkoani Tabora wameondokana na adha maji iliyodumu tangu nchi ipate uhuru. Mradi huu umegharimu takriban milioni 800, unaenda kuondoa tatizo la upatikanaji wa maji safi, salama na ya kutosha, hasa kwa wanawake wa vijiji hivyo. Toka tumepata uhuru mwaka 61 mpaka leo kijiji chetu tulikuwa tujapata maji, lakini sasa tumepata maji. Nashukuru sana serikali ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea huduma hii ya maji. Tulikuwa na shida sana ya maji kwa miaka iliyopita mingi sana. Mradi huu una gharama ya milioni 438,308,000. Lakini msingi mradi huu utakapokamilika utahudumia wananchi wapatao 19,598. Mheshimiwa mkuu wa wilaya sitakuwa mengi kusema, lakini washukuru pia wanaongoza kwa mradi huu kwa sababu umekuja kwetu tuendelee kuulinda na kusimamia. Maji ni swala moja, lakini maji ni miundombinu. Naomba sana tulithamini, tuheshimu na tuilinde sana kama mboni za macho yetu hii miundombinu ya maji. Tuendelee na kurasa. Wananchi wa kata ya Emboret wilayani Simanjiro mkoani Manyara wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wao na mwekezaji shamba nambari 24 wanalodaiwa kuvamia na kuiomba serikali mege ekari 1,700 ili waweze kupata maeneo ya malisho pamoja na kilimo. Wakizungumza na kurasa na kutoa malalamiko mbele ya mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga, wameeleza athari za mgogoro huo, huku mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Simanjiro akikiri kuwepo kwa baadhi ya viongozi wanaotengeneza nyaraka feki na kuuza maeneo, na kisha mkuu wa mkoa wa Manyara akitoa kauli ya serikali. Viongozi wetu watuletee kama kuna mahali wanapeana kwa wawekezaji, wasije wakafanya maamuzi bila sisi wananchi kujua. Pengine mnatuingiza kwenye shida kubwa kwa kutokufanya mikutano mikuu ya wananchi kueleza nini kinatakiwa kifanyike. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunayo shamba kubwa katika shamba hilo namba 24. Tumepunguzwa pia kupata ekari 1,784 ambayo imerudi kwa wananchi tangu mwaka 2016, lakini mpaka sasa hivi bado shamba hilo linazidi kuleta mgogoro mkubwa. Lakini mkutano mkuu uliotoa hiyo ardhi hamna, ukitafuta mahali popote hakuna, lakini ardhi inateketea siku hadi siku. Na nyingine ambayo amegundua mawakili walioko Arusha ndio wanakwenda kuandika mkataba kupitia nyaraka hiyo feki. Naelekeza wewe na kamati yako, wajumbe wachache wa kamati ya usalama, watu wa ardhi, kaeni tena na mwekezaji kwa ajili ya hizi ekari 1,784. Tumalizie kurasa kwa hili. Jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na mgodo GGML wametenga siku 14 kwa ajili ya mpango maalum wa kutatua na kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya kijamii mkoani Geita ili kupunguza na kutokomeza matukio ya mauaji yanayosababishwa na imani za kishirikina pamoja na wivu wa kimapenzi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo mkoani Geita, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Elisante Olomi kutoka makao makuu ya jeshi la polisi mkoani Dodoma amesema kwa takwimu za mwaka 2021 hadi mwaka 2024 zinaonesha watu 45 wameuawa kutokana na imani za kishirikina. Takwimu za toka mwaka 2021 hadi 24 zinaonyesha kwamba takribani watu 45 wamepoteza maisha yao kwa ajili ya vyanzo vile vya vifo vyao vilikuwa vinaonekana kwamba vimetokana na imani, au mauaji hayo yametokana na imani potofu za kishirikina. Kwa kupitia dhana ya polisi jamii na ulinzi shirikishi, wananchi wamekuwa wakitoa ushirikiano sana, ambapo akienda akipigiwa na mli chonganishi anakuwa wa kwanza kuja kutoa taarifa polisi. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mmoja ana haki ya usiri kwa mambo yake. Kwa hiyo unapokuwa unapekua simu ya mkeo au ya mmeo pasipokuwa na ridhaa yake yeye mwenyewe, unatenda kosa. Lakini pia unapokuwa umepekua simu hiyo ukakutana na vitu ambavyo hukutarajia kuvipata, mwisho wa siku vinapelekea kupata mshtuko, na mwingine unapata taarifa ambazo hukupaswa kuzipata kwa wakati huo, na unafanya maamuzi ambayo ni mabaya kweli.